Bwana Yesu asifiwe. Katika mwaka huu wa kutenda mapenzi ya Mungu, tutaenda kujifunza utakatifu. Ukifungua kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza kuanzia mstari wa 13 mpaka mstari wa 16. Kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu na kuwa na kiasi, mkiitumainia kwa utimilivu ile neema mtakayoletewa katika ufunuo wake Yesu Kristo. Kama watoto wa kutii, msijifananishe na tamaa zenu za kwanza za ujinga wenu, bali kama yeye aliwaita alivyo mtakatifu, ninyi nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Katika mwaka huu wa kutenda yale mema na kula yale mema ya nchi ambao Bwana atakuwa amekuandalia wewe, ambao umefanya mapenzi ya nani? Wewe ambao umefanya mapenzi ya Mungu. Maana yake iko ahadi. Unajua, ukiangalia jinsi ambavyo Mungu anavyompa baba dhima ya mwaka, anampa tendo alafu anampa na ahadi. Yaani ukiweza kufanya hivi utapata hiki, si ndio hivyo? Mwaka jana ilikuwa ni kukaa kwenye nafasi ili uchukue nini? Kwa ili uchukue miliki lazima ukae kwenye nini? Kwenye nafasi yako, si ndio hivyo? Mwaka huu kufanya mapenzi ya nani? Ili ule mema ya Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo tunaenda kujifunza utakatifu, ikiwa ni tabia kuu ya Mungu alivyo. Na wote ambao wanasifu kule mbinguni, hauwezi kumsifu wala kumwabudu bila kuhitaji hiyo tabia yake. Mtakatifu, mtakatifu wa watakatifu, aliyekaa sehemu iliyo takatifu. Kwa hiyo tunaposema utakatifu ni tabia ya Mungu iliyo kuu, ambayo ndo inamwakilisha popote pale alipo. Haleluya! Hata kama akiwa anaongea na mtu ambaye ana dhambi kiasi gani, ni lazima ajiseme mimi ni mtakatifu, au lazima aseme mahali hapa ni wapi? Ni patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaweza tukaangalia mtakatifu, utakatifu maana yake ni nini? Utakatifu maana yake ni kujitenga kwa ajili ya Bwana. Ukienda kusoma kile kitabu chote cha Walawi, ni mambo ambayo wana wa Israeli walikuwa wanaambiwa wajitenge, kwa sababu katika ile safari walipokuwa wanaelekea kule katika ile nchi ili wale mema ya ile nchi, walikuwa wanakutana na wenyeji. Kwa kuna wakina Moabu, kwa kuna Waamoni, Wahiti, Wahivi, Wayebusi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni njia ambayo imejawa na wenyeji, kuna mila na desturi za eneo hili. Sasa Mungu akawa anawaelekeza ili wasije wakachangamane na yale mambo, ili asije yakawafanya wasiweze kufika katika ile nchi ambapo kule wanatakiwa wakale yale mema ambayo ni asali na nini na maziwa, katika ile nchi Kanaani. Kwa hiyo Mungu akatumia muda wake mwingi kuwaelekeza kuwa watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na anawaelekeza kwa sababu ndio sifa yake, na ndivyo alivyokuwa mwanadamu wa kwanza kabla hajakosea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anapotaka kukufanya ule mema ya nchi, manake anakurudisha katika ile asili. Ukisoma kile kitabu cha Yohana anasema sisi tuko ndani yake. Tuko wapi? Ndani yake. Sasa ili uweze kufiti kule ndani, ni lazima ufanane na ile tabia iliyo kubwa ambayo ni nini? Ni utakatifu. Kwa maana nyingine unaweza ukasema utakatifu ni kufanya yale ambayo yanakuhusu wewe kufanya. Ukiangalia ile safari ya wana wa Israeli, manake alikuwa anawaelekeza fanyeni kile ambacho mnatakiwa nyewe kufanya, sio kile ambacho kinafanywa na hiyo nchi hapo mlipopita, maana nyewe ni wapitaji. Mna mambo yenu, mna tamaduni zenu, mna safari yenu ambayo mnaiendea. Kwa hiyo akawa anatoa mwongozo siku kwa siku,
akawa anakutana na Musa kumwambia kwa habari ya hilo kundi. Yote hayo alikuwa anayafanya ili kutengeneza utakatifu wa wale watu, ili waweze kuendana na zile baraka ambazo wamewaandalia kule katika ile nchi. Ndio maana alikuwa anang'ang'ana nao, na wale waliokuwa wagaidi wengine aliwaua. Unaweza ukakuta mtu kuna vitu yeye ambavyo anavichukulia kwamba ni dhambi, si ndio hivyo? Alafu anaenda kuvifanya vile ambavyo anazania kwamba sio dhambi, lakini kumbe vile ndio vinamkwepesha kuingia katika ile tabia ya utakatifu. Kwa nini? Anaenda kugusa vitu ambavyo havihusiani na yeye. Mungu aliwaonya wana wa Israeli katika kile kitabu cha Mambo ya Walawi, akasema huyo mtu akiwa amekufa usimguse. Sisi tunaelewa hiyo sio dhambi, lakini haitakiwi kufanya. Sisi tunaelewana vizuri? Yaani sio nini? Sio dhambi, lakini utakiwi kufanyaje? Haitakiwi kugusa. Haijaandikwa, kuna sheria ambayo imeandikwa kwamba ukigusa wewe utakuwa una dhambi. Haipo. Lakini ukigusa haitakiwi, kwa sababu inakutolea sifa ya ule utakatifu ambao umejiweka wakfu kwa ajili ya kazi ambayo iko mbele yako kwa kipindi kile. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaweza ukasema kwamba mimi unajua mimi sivyo hivyo. Hiyo inakuwa ni tabia kujihesabia haki, ambayo sio tabia ya Mungu. Kwa hiyo saa hiyo umekosa sifa ya kuwa nani? Mtakatifu. Utakatifu ni kujitenga na yale ambayo hayahusiani na wewe, kutokana na namna ya safari yako jinsi ilivyo. Mwaka huu tumeambiwa tufanye mapenzi ya nani? Ya Bwana, si ndio hivyo? Kwa hiyo wewe hauhusiani na mwingine ambaye hauhusiani na hicho kitu. Kazi yako wewe ni kufanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo wewe utajitenga katika kuyafanya yale mapenzi ya Mungu ili uweze kula mema ya nchi. Haleluya. Kwa hiyo sasa wewe unajikuta uko tofauti. Kwa maana hiyo unakuta yule ambaye anaitwa mtakatifu anakuwa ana tabia ya utofauti na mtu mwingine, kwa sababu mawazo alionayo na kile ambacho anatamani Bwana amfanyie ni tofauti na cha jirani yake. Kwa hiyo namna ambavyo atatembea ni lazima atajitofautisha na kila yeyote. Haijalishi umesalimiana naye, haijalishi umekaa naye kanisani, haijalishi unampenda sana, lakini mtatofautiana katika kufanya yale mambo sawa sawa na lile kusudi ambalo unalihitaji mwaka ule timie kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa ukisoma pia katika ile Mambo ya Walawi, naye anaongelea mstari wa mwisho, anasema kwamba kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Yaani hii haibembelezi. Ukisoma hiyo sentensi hiyo inakulazimisha ni mpaka uwe mtakatifu, kwa sababu mimi mwenyewe ambaye ni baba yenu mnaniita, mimi mwenyewe ni mtakatifu. Kwa hiyo hamna namna yoyote ile ambayo unaweza ukaja kwangu isipokuwa ni lazima uwe nani? Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mambo hayo yalionekana wakati ambapo Mungu alikutana na Musa. Musa hakuwa mtu mzuri alipokuwa amekutana na Mungu. Hakuwa anatenda mambo mema. Bwana Yesu asifiwe. Wala hakuwa anatamanisha kihivi. Na inawezekana hata palapanda ingelia kwa muda ule wala asingeweza kwenda mbinguni. Akakutana naye. Alivyokutana naye, kitu cha kwanza ambacho Mungu alijitambulisha, alimwambiaje? Katika ile Kutoka sura ya 3 mstari wa 5, utasoma hata kwa muda wako. Alimwambia hivi, nchi hii ni takatifu. Kwa hiyo uvue nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu mwaka huu tumeambiwa tunaenda kula mema ya nini? Kwa hiyo kabla hujaenda kula yale mema ya nchi, Mungu mwenyewe anaitambulisha kwamba nchi yenyewe ni nini? Ni takatifu. Kwa sababu anasema vyote vijazavyo dunia ni mali ya nani? Kama yeye mwenyewe tabia yake kuu ni utakatifu, na popote pale anapokuwa ni sehemu takatifu. Maana pale alimtokea ilikuwa ni sehemu ya mlima, sio mbinguni. Lakini kwa nini alimwambia kwamba vua viatu vyako?
maana nchi hii ni takatifu. Lakini kwa macho ya kawaida usingeweza kudhania kwamba ni nchi takatifu kutokana na matendo ya ile nchi waliokuwa wanafanya na tabia. Kumbe popote pale ambapo Mungu amekuandalia kwamba hapa itakuwa mali yako, tayari pale pamewekwa wakfu kwa ajili yako. Kwa ili uweze kuingia, ni lazima na wewe uweke wakfu kwa ajili ya kuingia katika lile eneo. Na ndio maana akamwambia hapa ni mahali patakatifu, vua. Akavua. Alivyovua akampa maelekezo ya kurudi kuwachukua. Haleluya. Kama unaelewa, hebu punga mkono wako kidogo. Amen. Lakini pia ukimwangalia Joshua, walipokuwa wamefika pale Gilgali, Bwana alipokuwa amewaamuru wafanye ile Sabato, wafanye ile Pasaka. Wamekula Pasaka pale, wamemaliza. Bwana akamwambia mwenyewe Joshua, naye pia akaambiwa vua, maana mahali hapa ni patakatifu. Ile kitabu cha Joshua sura ya 5 mstari wa 13 mpaka wa 15. Wa kwanza aliyekuwa ameambiwa kwamba atawapeleka katika ile nchi ili kula yale mema alikuwa ni Musa. Aliambiwa avue viatu maana mahali hapo ni patakatifu. Na wa pili tena aliyechukua kijiti ambaye ni Joshua, naye pia akaambiwa hivyo hivyo. Twende hapo. Joshua sura ya 5 kuanzia mstari wa 13 mpaka 15. Anasema, ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akainua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mume akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea na kumwambia, je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini kiuso hata nchi. Naye akasujudu. Akasema, la, lakini nimekuja sasa nili amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiuso hata nchi, naye akasujudu, akamuuliza, Bwana wangu. Bwana akamwambia Yoshua, vua viatu vyako miguuni mwako, kwa kuwa mahali hapo usimamapo ni patakatifu. Yoshua akafanya hivyo. Haleluya. Tunaona jambo hilo aliambiwa Musa, na jambo hilo tena akaambiwa nani? Yoshua. Na jambo hilo hilo ameambiwa Josefati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ajili ya wanayefuata. Hauwezi ukala yale mema ya nchi kama haujaweza kuwa na ile tabia ya utakatifu. Haiwezekani. Kwa sababu kila aliagizwa kwamba atawaingiza wale wana katika ile nchi ya kula ya saa pamoja na maziwa, ndio mema ya nchi ambayo Bwana aliwatangazia. Kila aliyekuwa anachukua kile kijiti aliambiwa mahali hapa ni patakatifu. Kwa ni lazima uvue yale ulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Joshua alimfananisha yule mtu wa Mungu sawasawa na wale ambao wanapigana nao. Akamwambia, hapana, mimi ni amiri mkuu. Yaani mimi ukisikia yule Bwana wa majeshi ndio mimi. Yaani mimi ndo napiganaga kwa ajili yako. Sasa jambo ni moja tu, hapa ulipo ni sehemu takatifu, cha kwanza. Kabla tujaanza chochote. Na ili tuendelee na mpango ambao ulionao ni lazima uvue. Manake kuanzia sasa uko katika sehemu takatifu. Na kila mtu anatakiwa kifanya katika hali ya utakatifu. La sivyo hautaweza kuwafanya watu hawa waweze kukaa katika hii nchi ya maziwa na asali. Haleluya. Sasa unaweza ukajiuliza, kwa nini Mungu aliwawekea kanuni na sheria wale wana wa Israeli? Kwa nini aliweka sheria katika ile safari yao ya kwenda kula mema ya nchi? Kwanza kabisa aliwawekea sheria ili wajue kwamba
katika hiyo njia ambao wanapita, hapo sio kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna sheria zilizoko hapo na wao wana sheria zao, wana namna yao ya kutembea katika ule mtaa ambao unaishi. Kuna sheria za mtaa na wewe una sheria zako kama mwanaefuata. Alafu ukiachana na wanaefuata, kuna sheria zako ambazo wewe unajua nikifanya hivi Bwana atanipa hiki. Haleluya. Kwa hiyo wewe unapokaa ni lazima ujue kujitofautisha. Ujitofautishe na nini? Manake sheria za pale zisifanye kuondoa sheria zako za kuwa mtu uliyeokoka. Kanuni za pale zisifanye kupoteza utu ulionao. Mambo hayo yalimtokea Abraham alipokuwa katika ile safari. Amefika sehemu anaona sheria ya nchi hii, yuko bwana mmoja ambaye yeye kazi yake ni kutamani wanawake. Kwa ili mimi niwe salama ni lazima niendane na hiyo tamaduni ya hapo. Lakini kumbe Mungu anapotaka kukuingiza katika tabia ya utakatifu, yeye hatakagi uogope. Anatakaga ujioneshe kama jinsi wewe ulivyo mtakatifu mbele zake. Abraham akaangalia, asema hapa nitauawa. Sheria ya hapa, huyu bwana akimtaka mwanamke ni lazima atampata kwa gharama yoyote. Na wewe mwanaume ukisema ubishe na anakuwa. Kwa mimi nina safari na Bwana. Kuna sehemu ambayo Bwana ameniambia. Sasa mimi nitasema hivi, huyu mwanamke sio mke wangu, huyu ni dada yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yule mwanamke naye akasema, na ukiulizwa useme mimi ni nani? Ni kaka yako. Lakini haukuwa mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake Mungu alitaka kumtoa katika zile mila ambazo amemtoa kule kwa baba yake. Usikubaliane na kila sheria iliyoko hapo. Isikuondoe utu ulionao, isije ikabadilisha safari yako. Kwa sababu mpango wa Mungu ilikuwa ni wao wabarikiwa akiwa na mke wake. Sasa pia anataka pale mke wake anajisiwe alafu yeye awe salama. Huo sio mpango wa Mungu. Mungu akabadilisha utaratibu, akamwambia sasa sikiliza. Ni kweli umefanya kama binadamu, lakini mimi nitaenda kufanya kama Mungu kwake. Baadaye Mungu akamgeuka Abraham, akaenda kwa yule mfalme akamwambia sikiliza. Huyu mwanamke ni mke wa mtu na endapo ukilala naye utakufa. Kuna muda akitaka kukubariki hakuruhusu hata ukosee. Atatumia gharama, yani atakuaibisha hata katikati ya watu. Ili pale baba unaenda sehemu hutaki kutajwa, usikia mtumishi Bwana Yesu asifiwe. Sasa uweze ukaacha kuitika amina. Yani kuna muda kabisa unaenda sehemu yani unakutana na mtu anakuchefua, unasema yani huyu, unapiga jicho hivi hapo, kuna mtu kule anajua kama mimi ni askofu, unaangalia hivi kuna mtu kule ananielewa hapa, ukiangalia hivi kwanza hamna ananijua. Sasa sikiliza wewe dada, unijui ile unataka tu kufungua mdomo, nasikia mtumishi nilikuwa nakuona kwa mbali, nimeona nje kusalimia, huku ndani unasema yani ana bahati. Lakini Bwana amekuja kukukinga kwa sababu wewe ni mtakatifu wake. Hataki achafuliwe kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sina watokeaga. Sema yani dakika moja tu kana yote, yani kama wote wangeondoka afu nikabakia peke yangu. Tukabaki wawili tu. Hakuna cha kubaki wawili. Kwa sababu ukishakuwa umembeba Bwana, yeye anahitaji ule utakatifu wako. Kila kuitwapo leo. Anasema anapendezwa na watakatifu wanaokaa katika dunia. Yeye anawafurahia. Kwa hiyo wewe huwezi ukaipoteza furaha ya Mungu. Kwa hiyo unapokataa kuwa mtakatifu, maana yake unaiondoa furaha ya Mungu. Yaani unataka hiyo siku Mungu akasilike kule aliko, asione la. Anasema mwenyewe, anasema mimi ninafurahia, yani ninaifurahia nchi ambayo inakaliwa na watakatifu. Kumbe usipokuwa mtakatifu unamfanya yeye anakuwa na huzuni, kwa sababu furaha yake inatokana na watakatifu wanaokaa wapi? Duniani. Kitu cha pili ambacho kinafanya sheria ziwepo katika ule utaratibu Mungu anapokupeleka kula mema ya nchi, anaweka hizo sheria ili wewe binafsi uwe na mkakati maalum kwa ajili yako.
mkakati maalum. Sasa mikakati inatofautiana. Ukiangalia kile kipindi, wana wa Akani wao walikuwa na mkakati wao kivyao. Bwana Yesu asifiwe. Na siku nyingine tena Haruni na Miriam wakaamua kutengeneza mkakati wao. Yaani wakaachana. Unajua bwana. Yaani unajua kuna vitu ambavyo vya ajabu sana. Wewe fikiria. Tena Musa alikuwa ni ndugu yao. Yaani ni ndugu yao. Unajua ndugu yako anakuambia, yani anakuthibitishia, kweli Mungu amekutokea? Amenitokea. Yaani nakwambia alikuja aliwaka kama moto. Yaani unajua unaanza kwanza kumhadithia yule ndugu, si ndio hivyo? Haleluya. Yaani aliwaka kama moto. Ikawaje? Sasa nilivyofika pale akaniambia nivue viatu. Na mimi nikavua. Akakwambiaje? Akasema nenda. Nikamwambia sasa kule nitaenda kwa majina gani? Maana kule wana miungu mingi. Nitaje Mungu gani? Akwambia wewe, mimi niko ambaye niko. Haleluya. Akawaoneshia pale na ishara. Na pia Musa alikuwa ni tofauti. Akawatoa katika ile nchi ya Misri. Wakaona kabisa ukuu wa Mungu na jinsi ambavyo Mungu anamtumia Musa. Na wakaona kabisa hapa tunaelekea Kanaani na njia ya kupita ni katikati ya bahari. Na tayari wamevuka. Yaani wameona kila kitu. Lakini cha ajabu. Wakaacha ule mpango wa Mungu ambao ni kwenda kula mema ya ile nchi ya Kanaani. Na wanajua kabisa wako njiani. Wakabadilisha ajenda. Yaani ajenda ya msafara wakaibadilisha. Wakaenda kukaa. Badala ya kudiscuss hivi, tumuinue ndugu yetu. Kwa sababu watu hawa tunawajua midomo yao. Tunajua kabisa walivyo na lawama. Lakini wenyewe wawieni wao wakakaa. Hao kumsaidia. Hao wakakaa wakasema, mbona kama yule mke wake kama hafanani na sisi. Hivyo ukiangalia hapo kuna uhusiano kati ya kabila ya mke wa Musa na ile nchi ambayo wanaenda kule kumiliki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo unaona kuna uhusiano. Kwani ile kabila ingewazuia wao wasiingie kwenye ile nchi? Kabila ya mke wa Musa ingewazuia wao Mungu kuwabariki? Isingewazuia, si ndio? Sasa kwa nini waliacha wakaanza kuidiscuss ile kabila? Pale ndipo walipojichafua. Na hapo ndipo utakatifu jinsi unavyoondoka. Kuacha kufanya yale ambayo yanakuhusu kwa muda huo, afu unafanya yale ambayo yahusiani na wewe. Unajua kabisa muda huu ni mimi inatakiwa nikazane kwenda kuhubiri habari njema, kuangalia ni wakina nani leo Jumapili hawajaja ibadani, wale ambao ninawafahamu, niwatumia hata meseji 3, nimwambie hata Bwana Yesu asifiwe, sijakuona leo mtumishi. Jumapili iliyopita nilikuona lakini leo sijakuona. Hiyo ndo kazi. Wewe ulifika mahali hapa ndo kazi yako leo. Lakini wewe unaenda usema, nakwambia ile gauni yule mchungaji umeiona wewe? Bwana Yesu asifiwe sana. Inaweza kawa ni wewe ukiangalia kama sio dhambi. Lakini je, ndicho ambacho ungetakiwa kufanya muda huo? Haleluya. Hata wao Miriam na Haruni walivyokuwa wamekaa, hawakufikiria kwamba ingekuwa ni dhambi. Walidiscuss tu. Hivi kabila tena imeandikwa na ni ukweli kabisa, Mungu alishawahi kusema msiende kuwaoa wao na wake. Yaani sio kwamba ni uongo, ni ukweli. Ni kabisa ile kabila isingetakiwa kuolewa na nani? Na wao. Lakini je, ndicho Mungu anachohitaji kwa muda huo? Unagundua sicho, na ndio maana Mungu alienda kuwapiga. Kwa sababu walichokuwa wanakifanya sicho ambacho kinatakiwa kifanyike kwa muda huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwambie jirani yako hivi, fanya kile ambacho unatakiwa kufanya muda huu. Kile ambacho hujaambiwa kufanya usifanye. Na huo ndio utakatifu. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa hivyo.
Na unaweza ukajiuliza, nitawezaje sasa? Nitawezaje mimi kuwa mtakatifu? Ukisoma ile Yohana anasema hivi, yaani sisi tuko ndani ya Bwana Yesu asifiwe sana, na yeye yuko ndani yetu. Kwa hiyo hakuna ambacho kinashindikana wewe kufanya. Lakini pia Mungu anasema kwa sababu uko naye, unatembea naye kila siku, na kazi kubwa alionayo ni kukufanya wewe ufanane na wewe, urudi kwenye asili yako. Kwa hiyo uwezi ukasema kwamba ni ngumu mtumishi. Mtumishi unaongelea tu utakatifu. Mtumishi ni ngumu, wala sio ngumu. Fanya yale ambayo yanakudondokea. Fanya yale ambayo unatakiwa kufanya. Na huo ndio utakatifu. Unafanya kile ambacho unatakiwa kufanya kwa wakati huo. Ikifika 2:00 kamili natakiwa niende ibadani, basi 1:30 umekaribia kufika. 2:00 kamili na kukuta umekaa kwenye kiti. Huo ndio utakatifu. Fanya kwa wakati ambao inatakiwa kufanyaje? Kufanywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huo ndio utakatifu, sio ule ambao unafikiria wewe. Unaweza kufikiria yule mwanamke aliyekuwa kahaba. Mwanamke aliyekuwa nani? Kahaba, ambao alikuwa Rahabu. Unajua ile siku amepata wale wageni, aliacha kazi zake zote na alikuwa na wateja. Kama ukijua hivyo, alikuwa na wateja, alikuwa na order. Yaani tayari alishafanywa booking. Lakini aliacha. Wachaga mpo? Wachaga? Una Wachaga wengi Bwana Kimara. Kama wewe ni Mchaga, punga mkono wako hivi. Amina. Yaani wewe kabisa mteja aisha deposit. Anakuambia tuma mzigo. Kama utumi irudishe. Abraham alirudisha. Rahabu alirudisha. Alikuwa ishafanywa booking ya ile siku, yaani walishambook. Inawezekana hata kuna wengine wa wiki, wengine wa siku 3. Soma vizuri Biblia. Aliailisha biashara aliyokuwa anaifanya. Alafu sio biashara tu, yaani sio mazao. Alikuwa yeye mwenyewe anajiuza. Akaailisha, akasema kwa leo bidhaa haitatoka, kwa sababu nina jambo la kuwaokoa watu fulani. Si unaelewa vizuri mtumishi? Sasa wewe kaa ufikirie mtakatifu ambaye hazini, unaweza usimuone huko lakini akawa ni mchafu kuliko unavyofikiri. Kwa nini? Kuna vitu ambavyo Bwana anamwambia afanye kwa muda huo lakini afanye. Kwa kadri ambavyo afanye ndivyo ambavyo anachafuka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Rahabu aliailisha kila kitu. Nakumbuka hakupewa taarifa, hakukuwa na simu wala barua. Kwa sababu kama jinsi Yohana anavyotuambia, anaishi ndani. Yule wa ndani alimshuhudia. Alimwambia yamkini hawa ni watakatifu. Na kwa kuwa ni watakatifu, ni lazima uache kila kitu, maana utakatifu maana yake ni kujitenga. Kwa hiyo leo inatakiwa ujitenge ili uweze kuwapokea wageni wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia sikilizeni, nyie na kazi ya kufanya leo. Yaani kama kuna kazi ni leo. Alizoea kupokea wanaume kwa ajili ya kuhudumia kimwili, lakini siku ile aliwahudumia katika roho. Kwa sababu mbingu zilikuwa zimemwandaa, ni yeye ambaye ndo anatakiwa wapokee bila yeye kujua. Bwana Yesu asifiwe. Ulishawahi kufikiri kama Rahabu asingewapokea wale wapelelezi kingetokea kitu gani? Kwa sababu ilifikia sehemu alitoa hadi watoto wake, anawaambia hivi, sikilizeni niwaambie kuhusiana na nyie kuwapata wale waliokuja, hata siwezi kuwaonesha walipita wapi, ila ninachojua wameondoka. Yaani ili niwaoneshe, kuliko niwaoneshe, ni bora mchukue binti zangu hawa mkawafanye vyovyote ambavyo mnatakiwa kuwafanya. Kuna utakatifu ambao unazidi.
kwa sababu mbingu zilikuwa zinategemea saa hiyo wale watu lazima waokolewe, ni lazima wawe salama ili waweze kurudisha habari kule. Kwa hiyo alisimama, wanasema kwamba vijana wanasema kwamba alibeti anasema kwamba dhambi zako ijapokuwa zikiwa nyekundu kama damu, mimi nitazifanya zikawa, yani nitakufanya utaoga, utakuwa mweupe kama nani. Sio tendo la miaka, ni tendo la wewe kujua nifanye nini kwa wakati gani. Unakaa unaangalia ni kitu gani ambacho sahihi kitanitoa ili Bwana aweze kunipa yale mema ya nchi katika mwaka huu. Sio kufanya mambo mengi. Unaweza ukafanya mambo mengine afu usifanye kwa usahihi. Tafuta kile ambacho Bwana anataka wewe ufanye, ambacho utakuja utatikisa mbingu. Rahabu hakusalishwa sala ya toba, Rahabu hakusoma madarasa, lakini aliangalia mbingu, saa hizi nataka nini kwangu? Ni mimi kuweza kuwaokoa au wapelelezi, niweze kuwaficha, hata kama nitoe watoto wangu. Hata yani manake alitoa hadi uhai wa watoto. Kwa maana nyingine, Rahabu alikuwa ni mtoaji mbele za Bwana, zaidi ya fedha, zaidi ya wanyama. Akasema, chukueni mabinti zangu muwafanye vyovyote mtakavyo, lakini watu hao wa Mungu waacheni waondoke. Shangilie Bwana wa majeshi. Kumbe siri ipo katika kujua saa hizi Bwana anataka nifanye nini. Hapo ndipo palipo siri ya utakatifu wako. Hapo ndipo kuliko na sehemu ya kujionyesha mimi ni mtakatifu kiasi gani, kugundua Bwana anataka nifanye nini. Mimi nifanye nini? Ni kweli mimi ni askofu, nimepakwa mafuta, na ni kweli nina zoni ina watu 45. Ndio, katika watu 45 Bwana anataka nifanye nini mwaka huu? Katika eneo nililonalo Bwana anataka nifanye nini? Nifanye nini? Rahabu alijiona ni kweli mimi ni kahaba, yani ni kweli nina dhambi na mbinguni sina mpango wa kwenda, mimi mwenyewe najua, lakini Mungu anataka nifanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Na ukijua kwamba Rahabu alikuwa na utamani uzima wa milele, ila hajui ni wapi pa kutokea, ila alikuwa anatafutaga chance ya kutokea. Aliwaambia niapieni, ikiwa mtarudi hamtaangamiza nyumba yangu. Bwana Yesu asifiwe. Wakaweka alama katika ile nyumba. Walienda walibomoa mji mzima, lakini nyumba yake haikuguswa. Kwa hiyo yeye akala mema pamoja na wale wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo ilivyo. Inawezekana familia yako ilikuwa ishawekewa alama kwamba hii itakujaga kubomolewa mwaka fulani, hii haitakiwi kupata kitu fulani, haitakiwi kutane na mema fulani. Sasa wewe ambao umetolewa kwenye hiyo familia, umemjua Bwana, una mkakati gani wa kufanya? Unamuoneshaje Bwana kwamba mimi niliye mtakatifu ninafaa kufurahiwa katika dunia hii, nina hiki Bwana cha kukufanyia, hiki hapa ndicho nilicho nacho, ili yeye aweze kuweka alama tena ya kwake ya damu kwamba hapa katika huu mji mimi nimeulehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawatatoka tena wachawi, hawatatoka tena wasiosoma, hawatatoka tena wanaopata hasara kwenye biashara, watatoka wale ambao wanafanikiwa. Ni lazima kuna mtu mmoja tu asimame kumwakilisha Bwana katika ile tabia utakatifu. Ni mtu mmoja tu. Mungu kuiponya ile familia ya Rahabu hakutaka kutumia wale wote. Alimtumia kahaba mmoja aliyekuwa ameshindikana. Sasa wewe sio kahaba, wewe ni zaidi, ni bora zaidi ya Rahabu. Unaweza ukafanya makubwa, unaweza ukaonesha tabia ya Mungu iliyo nzuri na kumvutia Mungu zaidi, kama yule aliweza kumvutia. Unajua kuna muda unasoma unasema, yani kama huyu aliweza, mimi nimebatizwa, ninanena kwa lugha, ninaweza nikaona maono, ukilala Mungu anasema na wewe, si zaidi? Ili uweze kuwa mtakatifu, kuna vitu ambavyo unatakiwa kuwa navyo. Kuna tabia ambazo ni lazima uhakikishe kwa namna yoyote ile mwaka huu lazima uwe nazo. Ziko tabia 3, ziko nyingi lakini leo tutaongelea 3. Tabia ya kwanza ni unyenyekevu.
unyenyekevu. Tunaposema unyenyekevu, sio kutembea kwa polepole, sijui kuongea kwa kunini, kwa sauti ya chini. Tunapozungumzia unyenyekevu ni kushuka. Alafu sio kushuka tu. Kushuka wakati gani? Wakati ambapo unatakiwa kujuu. Unyenyekevu ni ile hali ya kushuka. Kushuka wakati ambako wewe unatakiwa upande, wewe unashuka, yaani unafanya vice versa. Wakati wa kupanda wewe unafanyaje? Unashuka. Inatakiwa kabisa, yaani kwa jinsi ambavyo alivyokukela, ingetakiwa kabisa umwandikie message, yaani umchambe, yaani umwambie, yaani wewe, yaani umkosoe jinsi Mungu alivyomuumba, yaani umnyambue. Na uwezo huo unao, vocha unayo, si ndio hivyo? Simu unayo. Kwanza tunasema gani? Kwanza nikimwangalia hanishindi chochote, si ndio? Yaani hata kwenye mkono wangu wafanyaje? Hajai. Haleluya. Yaani hakuzidi. Yuko kwenye nyumba ya kupanga, umejenga nyumba yako. Afu kila chumba kina nani, si ndio hivyo? Ni wanaita self, si ndio? Kwa hiyo hakuna ambaye anaenda sehemu yoyote ile. Yaani una kila kitu. Ila yeye sasa kwanza amepanga, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia usafiri wake ni daladala, bodaboda. Wewe huko Bwana aisha kuvusha. Yaani ukimwangalia una kila sababu ya kuchukua hatua ambayo unatakiwa kuichukua. Sasa pale ambapo hauchukui hatua yoyote, ule unamwambia Bwana Yesu, naomba unisamee mimi, ule ndio unyenyekevu. Sio, tunaelewa? Yaani maana ya unyenyekevu ni ngumu sana. Yaani una haki ya kila kitu, lakini unamwambia kwa kweli. Tabia hiyo nimeweza kuiona kwa baba yetu Josephat Mwingila. Anafanyaga hivi. Unaweza sijui ukaondoka na ukamwibia, hata akakupeleke polisi. Ukimwangalia jinsi alivyo, yaani ni simu moja, yaani sijui simu au meseji, yaani utashikwa wewe na hiyo familia, mtawekwa ndani, yaani sijui mtafanyiwa nini, lakini hafanyi hata hicho. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ana kila sababu ya kukufanyia chochote, na haki hiyo anayo, na sheria inamruhusu, lakini hafanyi. Anakaa kimya. Hiyo ndio maana unyenyekevu. Sio ile usema yaani wewe ana bahati, ningekuwa na hela huyu ningemlaza ndani. Maana yake ungekuwa nayo usingeweza kushuka. Umeshuka kwa sababu hauna. Au kuna ile usema kuna ile labda wale wenzetu wale wa kule jeshini. Yaani unaona kabisa, yaani huyu siku na mimi nikiwa na nyota kama yake, huyu hiki kichula hiki, yaani hata akilipa yeye, lakini wale wanakuja na mimi nitawanyoosha. Alafu unashuka chini pale, hujanyenyekea. Haujashuka. Katika ulimwengu wa roho akikuona umesimama kama mlingoti, lakini wakikuona vile umeshuka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hiyo ndo maana ya unyenyekevu. Yesu alikuwa na sababu, na alikuwa na sifa, na alikuwa na haki ya kujibu kila ambacho walikuwa wanamwambia, wa kujibu mapigo. Yule mwanafunzi mmoja akasema, mbona yaani Yesu, yaani turuhusu. Ni kweli una mamlaka, hata sisi tunayo. Yaani turuhusu hii mamlaka ambayo sisi umetupa, sisi tunaweza tukawanyoosha hao ambao wanakuchezea. Akachukua upanga akakata sikio. Yesu akamwambia, wewe sikiliza, niko katika kuitengeneza tabia ya mwanadamu ya unyenyekevu. Akaokota lile sikio akalirudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana sababu ya kufanya kila kitu, lakini hafanyi. Kwa nini? Kuna tabia ambayo anaiumba ndani yake ya unyenyekevu. Sasa mwaka huu tujitahidi, watumishi wa Bwana, kula mema ya nchi, na ni mema kweli na ni mazuri kweli, lakini pasipokuwa na hizo sifa tutachelewa.
mwaka huu usije ukatupita. Hiyo ni sifa ya kwanza ambayo itakupeleka katika kuwa mtakatifu, kunyenyekea, kushuka pale ambapo una sababu ya kupanda. Ni kweli kabisa, yani mwanaume, yani anavyonigombeza hivi, na juzi amenikosea. Yani unaweza nikafufua, tunasema kufufua nini? Kufufua kabuli, makabuli, si ndio hivyo? Yani nikimfufulia moja huyu. Haleluya. Unafufua makabuli ya zamani, yani vile ambavyo waliwahi kukufanyiaga vile. Yani wewe umechelewa kidogo tu anasema. Yani kuna labda yani unasema yani huyu, sijui nimkumbushe au ngoja tu nimwache. Ana bahati imetoka kanisani pale hujashuka. Yani una kila sababu ya kujibu, lakini unasema naomba unisamehe. Yani mimi ndo mjinga. Yani kama kuna wajinga wakitangaza saa hizi kwenye redio, sijui Capital Radio au wapi sijui FM, wakitangaza kuna mjinga ambaye anatakiwa mmoja apatikane Tanzania, yani mimi mume wangu nitakuwa namba 1 leo. Yani leo nitakuwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakubali, lakini una sababu ya kufanyaje? Ya kujadiliana, ile unasema mimi ndo nimekosea. Maneno hayo aliongea Abigaili. Akasikiliza jinsi mume wake anavyojitoa maneno, akamwangalia. Ni kweli alikuwa nguvu ya pesa, alikuwa na mali kweli kweli, sio kwamba uongo, hakuwa maskini ule bwana, na sio kwamba alikuwa hana uwezo wa kupambana na mfalme. Yaani ana pesa kweli kweli, na amejieneza, na anafanya biashara hadi nje ya nchi huko anaenda, na ana watu wengi wa kumtumikia. Kwa hiyo yeye aliona kabisa ni saizi yake Daudi. Yule mwanamke akasikiliza, akaangalia. Alivyomaliza tu akasema, sasa wewe unijui. Akafunga safari, akaenda kwa Daudi, akamwambia, sasa sikiliza bwana wangu nikwambie. Yaani hapa duniani kama kuna mwanaume mpumbavu, mimi ni yule aliyenioa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kama kuna mwanaume ambaye ni mpumbavu hapa duniani, wa kwangu mimi ni namba 1, na lile jina alilopewa ni kwa sababu ya tabia alionayo. Hivyo mwanamke wa hivyo, kwa utaenda kuiangamiza hiyo nyumba? Kwa maana yake achana naye, yani ile ni kopo, yani ndivyo alivyo. Kwa hiyo hata kama badilike, kwa wewe niangalie mimi mtumishi wako. Akapeleka na zawadi, akaenda kuupoza ule moyo wa nani? Wa mfalme. Baadaye mfalme akamwona mwanamke huyu hafai kabisa ukaa na ule mwanaume, anatakiwa awe nani? Mke wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akaenda kula mema ya nchi. Inawezekana alikuwa ni humanizer yule baba yule. Kwa ile siku inawezekana ndo alikuwa ameenda kuenda sema mtumishi, ungenichukua hata nikafagia tu hata huku kwako, kuliko kukaa na yule. Kama jinsi alivyo, kama hebu angalia jinsi ambavyo ametoa ile sifa yule mume wake. Lakini alikuwa na sababu ya kuweza kutetea ujinga. Si ndio hivyo mama Yaani kuna muda kabisa unaona yani amekosea, lakini unasimama na yeye kabisa unajua akakosea. Lakini unasema lakini mwanamke akasema hapana, nitaenda kushuka. Nina sababu za kujieleza, nina kila kitu, lakini nitaenda kumwambia naomba unisamee mimi, na wala sijatuma mimi ni kielele. Yaani siusuki kabisa katika ile, la mimi nimekuja. Haleluya. Kwani familia yako aga na kutumaga ukatubu kwa ajili yao? Baba ninakuja, ninamleta na kaka yangu. Bwana Yesu muangalie yule dada yangu. Sasa kama unakumbuka dada yako ni mzee wa matukio, yaani ukikumbuka hilo tukio ambalo amefanya, unamwaga hiyo damu ya Yesu, yani sio kuosha. Lakini hamna anakutuma. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda kwa kutaka. Unaenda kunyenyekea mbele za Mungu, kwa sababu kuna huruma ambao unaiona itapatikana pale.
Kwa ndivyo ambavyo unatakiwa uwe mbele ya yule ambaye unaona kabisa labda anakosa adabu juu yako, au unaona kabisa huyu anataka kukudhalilisha na amekudhalilisha, lakini na wewe ukisema ufunue picha yake, yani yeye ndo atadhalilika zaidi. Sasa wewe unafunga, alafu unaambia Bwana Yesu, yani kwa jinsi alivyo, yani mimi nikisema nichukue yale nitakuwa nimemuumiza zaidi, kwa naomba tu umsamehe. Kwa unaanza kutubu kwa yale madhaifu ambayo unayajua, sio kuyatoa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndo unyenyekevu ambao Mungu anataka. Na jambo hilo lilionekana siku ile, wanapiga mijeledi, anapigwa wakati anatembea Yesu. Yeye haangalii ile mijeledi. Ni kweli angeweza kuiangalia, ingemuumiza sana, asingeweza kufika pale Golgotha. Lakini akasema huyu kama ni nani yule alikuwa anapiga, anamwangalia kwanza, huyu jehanamu ni ya kwake. Kwa hiyo analia, sio kwamba analia kwa sababu ya uchungu wa yale maumivu, ila analia kwa sababu huyu anayempiga anapajua ambako anaenda, kwa sababu ni yeye alikuwa stadi wa uumbaji. Ule moto anajua zile megawati zake zinavyowaka. Kwa hiyo analia kwa uchungu kwa sababu ya mwisho wa huyu ambaye anamsemea vibaya. Ndivyo Bwana ambavyo anataka sisi tuishi. Tulie kwa ajili ya wale ambao wanatuchokoza, kwa sababu wewe unaujua ukweli. Unajua baada ya yeye kumaliza kunitukana, kitu gani ambacho kitafuata. Na ndio maana kauli yake ya mwisho alisema, Baba wasamehe, kwa sababu hawajui ilifanyaje walitendalo. Laiti kama wangewafunulia mwisho ulio wa kwao, wasingeweza kufanya haya yaliyo ya sasa. Alilia, na kwa sababu ya kile kilio ndio maana aliweza kufika pale Golgotha. Sisi wenyewe ambao tulimpiga akaja akatufia tena babani, tukapata tena wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa ndivyo Bwana anavyotaka mwaka huu. Acha kuhukumu, acha kupambana, shuka. Angalia kwamba huyo mtu ni mradi wako mwaka huu ambao unatakiwa kuuonesha mbele za Bwana. Katika mambo ambayo utamwambia umefanya, na yeye utakuwa umefanya, utamkumbusha Bwana kwa habari yake. Unasema, Bwana Yesu, sikiliza, kuna siku aliwahi kunitukana, lakini nilikaa kimya na nikamwombea rehema. Bwana Yesu, ile ni kazi niliyoifanya, iwe sehemu ya kazi. Huyo mtu ambaye anakuletea changamoto, iwe ni sehemu ya wewe kupeleka pointi mbele za Mungu. Ni sehemu yako ya kujionyesha kwamba wewe ni mtakatifu, ambavyo Mungu alivyo mkubwa na jinsi ambavyo ni mtakatifu. Maana unaenda kumpeleka sehemu ambapo yeye hatakiwi kuingia. Hasa hapo unaweza ukahesabu ni mara ngapi ambapo mimi nimechomoka katika mikono ya Mungu. Ni mara ngapi nimetoka katika kile kifua. Ni mara ngapi nimekuwa nje. Kwa sababu yeye hawezi kwenda pamoja na wewe. Ataenda pamoja na wewe katika yale mambo ambayo ni ya kitakatifu. Ila yale ambayo sio matakatifu anakuacha unaenda peke yako. Kwa ukisha kuwa unagundua hivyo kwamba sitakuwa salama kule na kwenda, inakufanya uweze kukaa hapo na kuvumilia. Na hilo ndilo tunda la Roho ambalo Bwana analihitaji kwako. Namba 2 ni heshima katika ibada. Tunapozungumza ibada, yale ni maisha yako. Haijalishi itakuwa ni ibada ya aina gani, lakini ni maisha yako. Heshima katika ibada katika mwaka huu. Heshima katika ibada. Ukisema kwamba mimi natakiwa nimuoneshe heshima yangu katika ibada ambayo ninaifanya mwaka mzima. Heshima ni nini sasa? Ili uweze kuonekana kwamba una heshima, ni lazima kije kitu ambacho kitakudhalaulisha. Ni lazima uwepo utaratibu ambao ukiacha kuufuata utakupotezea muonekano wako. Ni lazima kiwepo kitu ambacho kitakuwa kinatofautisha ile tabia ya heshima ambayo wewe unaifahamu. Kwa mfano,
unakuwa unajua kabisa mimi natakiwa nitende kitu fulani. Yaani unajijua kabisa, yaani mimi jinsi nilivyo, yaani mimi nikwambie mimi yaani nikisimamiaga kitu fulani kinakuwa mtumishi. Ni vile tu unakuta wajuagi pale kanisani. Si wale wakuongea hivyo si wapo. Si mnawajuaga? Sema tu pale kanisani mchungaji bado hajanijua. Ila ni mimi, yaani hata kule nilipotoka kule nilipokuwa nasali kule Singida, Ifata Singida. Mtumishi wa Mungu nilikuwa najaza zoni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unasubiri nini? Na sisi huku Imara tunataka zoni hiyo ijae. Unasubiri mpaka upakwe mafuta? Unasubiri mpaka mchungaji akuchague? Bwana Yesu asifiwe. Kuonesha heshima ya ibada ni kufanya kile ambacho unajua kabisa mimi nikifanyaga hiki kikuaga vizuri mbele za Bwana. Hiyo ndio ibada. Yaani ile ndio ibada. Kwa sababu ibada ni maisha. Ibada sio hizi dakika, sio masaa 5:30, hapana. Hapa tunakuja kumthibitishia Bwana namna gani tulivyo watu wa ibada. Na ndio maana tukija hapa tunamwabudu, tunaimba. Vile tunavyoimba manake tunaonesha tabia yetu ilivyokuwa wiki nzima na ambavyo itaenda kwa wiki inayokuja. Yaani manake tunakuja kuchukua maelekezo katika ile ibada ambayo tunaenda kuifanya kuanzia kesho. Kwa hiyo kuanzia kesho mpaka siku ya Jumamosi, pale ndipo ibada pale uwaga inatokea. Hapa tunakuja kuchukua nguvu namna gani ya kwenda kufanya. Lakini ufanyaji kazi wenyewe ni pale katikati. Manake ule mtindo wa maisha ambao utaishi nao kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi, yale maisha yale, ile ndio ibada yako. Sasa wewe unajua kabisa yaani kuna namna nikifanyaga kitu yaani kinakuaga kizuri. Alafu unasubiria mpaka mtu ambaye hajui hicho ulichonacho ndo aje akwambie ufanye. Ila wewe mwenyewe unajua. Pale unakuwa unajipotezea heshima ya kiibada mbele za Mungu. Kwa sababu aliyekupa anajua inatakiwa kitumike na sio kukaa hapo. Inatakiwa ukitoe nje. Kama jinsi ambavyo unaona wewe unaweza ukafanya, basi fanya. Na ndio maana Bwana amekupa kujiona ndani namna gani ulivyo. Na vile unavyofanya ile ndio heshima ya ibada ambayo unaipeleka mbele za Bwana. Yaani unamwambia Bwana, ulinipa na mimi ninafanyaje? Ninakupa. Mtu mwenye heshima katika ibada ni yule ambaye anafuata utaratibu. Utaratibu wa ibada ukoje? Inatakiwa wiki nzima niweje? Kuna morning glory. Je, nimeenda mara ngapi? Ndio sijaweza kwenda kule kwenye zoni. Nikiwa kwangu nimefanya mara ngapi? Je, nilifanya kwa usahihi? Na kama nilifanya kwa usahihi, nimeona nini katika wiki hii? Maana anasema kwamba kila mtendakazi anafaa kupewa nini? Ujira wake. Kama mna kitu umeona, basi hujafanya sawa sawa, inabidi ufanye vizuri. Kuna utaratibu gani uliowekwa ifuata? Katika matoleo kuna 1, 2, 3. Nimezaa watoto 3. Je, nishawahi kumtoa wakfu mtoto wangu wa kwanza? Bado. Na je, katika kutoa wakfu nimeagizwa kufanya nini? Kuna utaratibu wa kiibada ambao we mwenyewe umesikia wametangaza, alafu unaenda unakaa unafanya kwa upekee wako jinsi wewe ulivyo. Ile ndio heshima ya kiibada. Mambo hayo aliyafanya mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaitwa Esther. Na alikumbushwa. Aliambiwa hivi, sikiliza, wewe usije ukajichomoa akili kabisa. Yaani wewe uko hapo kwa sababu ya wakati kama huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya wakati kama, yaani ndio maana nilikutunza nikakufundisha namna gani ya kuwa mnyenyekevu, namna gani ya kuwa na tabia nzuri ya kumwabudu Bwana, ya kuomba, kila kitu. Ilikuwa ni kwa ajili ya muda kama huo.
Haleluya. Sasa utaonaje pale heshima ya kiibada inatokea wapi kwa ule mtumishi wa Mungu? Kila jambo kwenye maisha yake alichukulia kwamba ni ibada. Kama Malkia angetakiwa kwenda tu kwa sababu kwanza yule ni mme, lakini akasema hapana, haya ni maisha yetu na maisha yangu ni ibada. Kwa ili niweze kwenda, sitaenda mbele ya mme wangu wala sitaenda mbele ya mfalme, nitaenda mbele za Mungu. Kwa hiyo Esther alianza kumuona Mungu akiishi ndani ya yule mfalme. Lakini hata mfalme hakuwa mjui Mungu. Hakuona ujinga wala kuona madhaifu, alimuona Mungu anaishi ndani ya nani? Ya mfalme. Na ndio maana alifunga na kuomba kabla hajachukua mambo yoyote yale ya kufanya. Kabla hajaenda alianza kwanza kuomba. Alianza kwanza kuongea na Mungu, tena akafunga. Na akufunga siku moja, akafunga siku kadha wa kadha, akimlilia Bwana. Lakini ni mume wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Angeweza hata kuomba kwa kijakazi, Bwana hebu nina jambo moja mara moja tu. Lakini akasema hapana, haya ni maisha yangu ya ibada. Nimefundishwa kwa miaka kadhaa namna gani ya kwenda mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tumekuwa tukiimba kwamba mfalme wa wafalme, wewe ni mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Alfa na Omega, umetukuka. Sasa Jumapili unaendaje mbele ya mfalme? Bwana Yesu asifiwe. Unaendaje mbele ya huyo mfalme? Unajiandaaje Jumamosi? Haleluya. Mshawahi kuona wale ambao wanaendaga kutambika kila mwaka wanachofanyaga maandalizi yake? Sijasema mimi watu. Sio wao, wale wapo wengi tu. Kuna kona wanaendaga. Wengine wanaenda mwezi wa ngapi? Yaani vyovyote vile. Familia na familia wanafanyaga maandalizi. Utakuta jambo hilo linakaa kwa muda mrefu, wanafanya maandalizi ya kwenda mbele ya nani? Ya Mungu. Ninazungumzia wale ambao hawamwabudu Mungu wa kweli. Wanajipanga namna gani ya kwenda mbele za nani? Za Mungu wao. Na kuna ambao hadi uoga wanafunga. Wanasema na Mungu kitu gani kitokee? Sasa wewe ukija mbele ya mfalme, uoga unajiandaa kwa kiasi gani? Namna gani ambavyo unaandaa ibada yako? Mwaka huu tofautishe ibada ya mwaka huu na ya mwaka jana. Kila ibada kwako iandae. Isiwe ibada ya bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Iandae ibada yako. Mimi niliweza kujua siri hiyo nilipoingia Efata. Niligundua kwamba Efata ni sehemu ambayo kuna ibada ya tofauti sana. Unachotamani kukiona kwenye ibada kinatokea. Haleluya. Nilipoingia Efata nikaanza kufanya mazoezi. Nilipogundua kwamba sehemu hii ni ya tofauti na kuna anointing ya tofauti na uwepo wake ni wa tofauti. Nikasema hivi, mimi nitakuwa ninaiandaa ibada yangu kila Jumamosi. Na ili niweze kuandaa ibada yangu, lazima niwe na ratiba ambayo mimi itaniruhusu Jumamosi kuwa na muda pamoja na Mungu. Hata kama nitaenda kazini, nitaenda wapi, popote pale nitakapokuwa, ila itakapofika muda huu, mimi nitasimama, nitaanza kuiandaa ibada yangu ya kesho. Yaani mimi niwe tofauti. Sitaki kuangalia wale ambao wanajia kwenye viti, ninajiangalia mimi. Kwa sababu ninajua nilikotokea. Ninajua mambo gani natakiwa niyapate. Huu uzuri ambao ulizuilika kwa miaka mingi katika familia, mimi nimeupata kwa neema. Ni neema. Ninafanyaje sasa hiyo ibada? Nikitoka kazini, kama ni Jumamosi, ninaenda kanisani, nina deki, ninahakikisha nifanye usafi. So kama nilikuwa sina kazi za kufanya, nilikuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mimi sisubiri zoni, sijui eti zoni ya nini, nani wiki kanda gani? Kanda fulani. Niliamua. Hiyo ilikuwa ni mtindo wangu wa kuandaa ibada.
Lakini nikirudi nyumbani ninaanza kumwombea kuanzia yule ambaye anafungua ibada. Sio kiongozi, sio nani. Yaani nilikuwa hata sina cheo chochote kile kanisani. Ninaanza kumuinua yule ambaye anafungua ibada, anaisimamia sadaka, ushuhuda. Sasa nikifika kwenye neno, yani hapo ndo nilikuwa nalia. Yaani unajua kulia. Kwa sababu najua sasa kile ndo chakula ambacho natakiwa mimi nile. Ninaomba. Ninamwombea huyo mtu. Ninamwombea maji atakayokunywa. Ninaomba hali atakalopanda. Hivi wewe, mimi na wewe tukija tukikaa kwenye kiti utapokea sawa kweli? Tuongee tu vizuri. Tutakuwa sawa? Sasa Bwana akaanza kunisaidia. Nikamwambia Bwana Yesu, sikiliza. Basi na mimi nikikaa pale kwenye kiti, chochote kile ambacho kiko huko ndani, naomba yani nifungue kwa haraka. Nisitumie muda mrefu kufunguliwa. Nifungue kwa haraka. Nikwambie kitu. Yaani yule mchungaji akiingia, yaani mimi Jumapili kupita sijafanywa ukombozi, mtumishi wa Bwana, ilikuwa ngumu. Haleluya. Sasa unaweza kujua dada jamani ana mapepo, wewe ninaandaa. Nilikuwa najiandaa. Nikafunguliwaga tu kama miezi kadhaa baadaye hata akawa kiingia niko vizuri, ninapokea, ninafanya hivi. Lakini kwa nini nilianza? Nilikuwa najiandaa mimi. Kwa sababu ile ndio heshima ya mwisho ambayo naenda kuonesha kwa Mungu wangu. Sina sehemu nyingine tena naweza kuonesha heshima yangu kwa Mungu zaidi ya kwenye ibada. Kwa ninahakikisha ninawahi ibada. Kwa sababu niliandaa, niliwaombea wale watu. Sasa nachelewaje ibada? Wakati mimi yani kama kuna muhusika wa hiyo siku mimi ndo wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama kuna muhusika wa hiyo siku ambaye anatakiwa hiyo ibada ahudhurie, yani akikosekana huyo mtu, basi nilikuwa najiweka ni mimi. Haleluya. Punga mkono wako namna hii. Unajua ukiishi maisha hayo, hakuna siku ambayo Bwana atakuja kukufanya kwamba usiende ibadani. Hata kama utakuwa na kazi nyingi, atakuwa anakuachia muda kwenda ibada. Kwa sababu anaanza kufurahia moyo wako wa ibada. Anaiona heshima katika ile ibada ambayo yeye anaitaka. Kama unaelewa, mwambie mwenzio upo. Mwambie upo hapo. Jambo la tatu ni amani. Jambo la tatu ni amani. Mwaka huu baba yetu ametuambia majina matatu ya Mungu. Jehova Jire, Jehova Shalom na nini? Na nini? Efata. Ukisoma ile Waebrania sura ya 12 mstari wa 14, hiyo utaandika tu mpaka 29 utaenda kusoma. Lakini pia kile kitabu cha Ayubu sura ya 22 na mstari wa 21 tusome hapo. Ayubu sura ya 22 mstari wa 21. Neno la Mungu linasemaje? Anasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Rudia tena. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Amen. Kumbe mwaka huu hayo mema ambayo baba yetu ametuambia hayawezi akaja pasipo wewe kuwa na amani ambayo inatokana na kumjua Mungu. Ili mema yaweze kukaa lazima amani iwepo. Amani iwepo kwako. Hakuna mtu ambaye atakuja kusababishia wewe uwe na amani. Unaweza ukasema unajua kuna machafuko, kuna hiki kimetokea. Yaani wewe ndio unaamua kuwa na amani, yani wewe binafsi amani unaitengeneza. Mtumishi, hujui tu familia yangu, hapana. Yaani wewe ndio unaamua kuwa na nini? Na amani. Lakini ukisoma ile Waebrania anasema kwamba uwe na amani na watu wote. Jambo la kwanza kabisa, ili wewe amani iweze kukaa kwako, ni lazima uwe na amani na kila mtu. Kila
kila mtu uwe na amani naye, kila mtu. Na ndio maana Bwana mwenyewe anapotokeaga anasemaga amani ipo. Maanake ukisema kama amani haipo, yani wewe hawezi akaongea na wewe. Anauliza amani ipo? Shalom. Hata wale wafalme walipokuwa wanatembea walikuwa wanauliza amani ipo? Kama amani hakuna katika huo mji, hakuna jambo ambalo litaendelea. Ni lazima kwanza waahirishe lile jambo, waanze kushughulikia amani ambayo imekosekana hapo. Kwa hiyo mwaka huu, ili uweze kula mema ya nchi, ni lazima uwe na tabia ya wewe kuwa na amani na watu, kuwa na amani na watu. Na hili ni agizo. Anasema fanya sana kuwa na bidii. Ukisoma ile Isaya, yaani ufanye bidii uwe na amani na watu wote. Kwa ni jambo ambalo linatakiwa wewe ufanye, na sio kwamba ni lepesi, lakini inakubidi. Ndio maana anasema uwe na bidii. Shida yetu sisi, kinachotufanya tunakosa amani, tunataka tukambadilishe yule mtu. Hiyo ndio shida. Yaani unataka umbadilishe, vile anavyoongea asiongee vile, si ndio hivyo? Yaani tunaenda kufanya kazi ambayo haituhusu sasa. Ndio ile utakatifu. Yaani ile kutokuwa mtakatifu. Yaani kazi ambayo haikuhusu, kwa sababu anaigeuza siku zote ni Mungu, si ndio hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Sasa wewe unaona kabisa huyo kwa nini anakukosesha amani? Labda kuna kitu ambacho anakukwaza, si ndio hivyo? Sasa wewe unataka upambane naye aache kukukwaza. Haiwezekani. Na ndio maana Biblia inasema fanya sana kuwa na bidii kuitafuta amani na watu wote. Yaani muache kama jinsi alivyo, ila wewe itengeneze nini? Amani yake. Na ndio maana Bwana akasema ole wewe ufanyaje? Ukwazae na wewe unayefanyaje? Unayekwazika. Yaani wewe ambao unaiondoa amani. Na ukifanya hivyo ni kama vile unakuwa unamkufuru Mungu, kwa sababu yeye alimleta kama mfalme wa amani ndani yetu. Kusoma ile Isaya, amezaliwa mfalme wa nini? Wa amani. Maanake yeye amekuja kuiruhusu amani katika mioyo yetu. Tunapokosea ni pale ambapo unataka uibadilishe ile tabia ya mtu pale ulipoiona. Hujui imetokea wapi, hujui ana kusudi gani, hujui amebeba nini, haujui ana nini, na hujui mwisho wake ni upi, wala hata hujui tarehe yake ya kuzaliwa. Yaani hakuna ambacho unakijua kuhusiana na yeye. Alafu unataka ukikutana naye akikukwaza umbadilishe. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Punga mkono wako namna hii. Shughulika na wewe. Anasema kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote maana huko ndiko zinakotoka chemchem za nini? Hajasema jirani yako akusaidie, wala hajasema mchungaji akusaidie. Maana hata mchungaji pia naye anaweza akakukwaza. Kwa sababu kukwazika ni kuamua kwa vile wewe ambavyo umesikia na ambavyo umeona. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwani lazima ufahamu kwamba mtu huyu kwa sasa sina uwezo wa kubadilisha hiki ambacho amekifanya, lakini mimi ninaweza nikabadilisha mtizamo wangu mbele za Bwana, nikaitengeneza amani yangu ya kweli na nikaendelea kuishi, kwa sababu niliye naye ni mfalme wa amani. Tayari alishairuhusu amani ndani yangu. Na unaweza ukajiuliza sasa, hii amani inanisaidiaje mimi kula mema ya nchi? Anasema hivi, anaandaa meza mbele ya. Sasa ile meza unaenda kula mbele ya kina nani? Sasa kama una amani utaweza kula kweli hapo mezani? Bwana Yesu asifiwe. Ni Zaburi ya ngapi? Ya 20 ngapi? 20 na ngapi? Na 3, si ndio? Anasema hivi, waandaa tena, umenipaka mafuta na kikombe changu kinafanyaje? Waandaa meza mbele ya Sasa kama haujaweza kuwashinda kutengeneza amani ukiwaona watesi, utaweza kula hicho chakula?
Yaani Bwana amekuandalia. Alafu sasa maanake kumbe wanaoizunguka meza siku zote ni wale watesi, si ndio hivyo? Ndio maana Bwana anamwambia wewe, sikiliza, kuna muda ambao lazima ule nao chakula. Yaani unakula wanakuangalia. Sasa kama hujaweza kuwa na amani na watu wote, hautakaa ule chakula ambacho mimi nimekuandalia. Hautaweza kula hayo mema ya nchi ambayo mimi ninaenda kukupa, kwa sababu inatakiwa ule mbele yao wakiwa wanaona. Sasa utawezaje kula kati ukiwaona unakasirika, amani inaondoka? Kwa ni lazima ufanye mazoezi ya kutengeneza amani, kwa sababu yani final yake ni kula pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Waga najiuliza hivi, unajua Yesu alikuwa na kazi ngumu sana alipokuwa na yule Yuda kwa sababu anajua kabisa yani huyu ndo atakaye, lakini mbona tuwe kwa na amani zake, na mwisho wa siku sasa alikula pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Alikula pamoja ili waone. Anasema kwamba ombea sana hao adui waishi muda mrefu, ili wakati unakula yale mema wawe wanaona, maana wasipoona hakuna ushuhuda. Ili Bwana aweze kutukuzwa ni lazima wao wawepo, ili washuhudie matendo ya makuu ya Bwana. Sasa unapotaka waondoke, maanake wewe unapoteza ushuhuda, na katika ushuhuda ndiko kuliko na utukufu. Sasa bora tu uwe na amani yako. Sasa mtumishi wewe ni kazi wewe. Hivi unamjua yule? Bwana anamjua kuliko unavyofikiri. Wewe unaweza kuzania unamjua, kumbe haumjui. Waliokuwa wanamfahamu Sauli ambaye ni Paulo wangeweza kumwelezea vyovyote vile ambavyo wangeweza, lakini kumbe Mungu alikuwa na hadithi yake ambayo yeye anaifahamu. Anajua tarehe fulani, masaa fulani, dakika fulani na sekunde kadhaa, mtu huyu nitamgeuza moyo wake na kuwa mtumishi wangu. Mwambie mwenzebu tuheshimiane. Mwambie tuheshimiane. Maana unijui nitakuwa nani. Haijalishi unaweza kaona udhaifu. Mwambie haijalishi unaweza kaona udhaifu kwao, wala haijalishi naweza nikawa nimekukwaza, lakini hujui. Kwa tuvumiliane tu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yule aliyekuwa ni jirani wa Paulo alipokuwa anamuona anachinja na alibu anafanya nini, najua walimkasirikia sana, walimlaumu sana. Wengine kabisa wezekana walikuwa ishaona hadi kwenye maono ziwa la moto ambalo wataenda kutumbukia, si ndio hivyo? Wale waonaje, mtumishi wa Mungu nimeota Bwana amempeleka sehemu mbaya. Jamani, kwa sababu sema yani anakuonesha kile ambacho unatamani, si ndio hivyo? Kwa sababu unaenda mbele za Mungu, yani mtumishi wa Mungu yani yule, yani unatamani kabisa umuone akiwa ameungua, na Bwana anakuja kukuonesha. Sasa unasimama na lile bangumbe, Mungu anaweza akafanya akamuokoa kwa namna yake nyingine ambayo anaijua, na baadaye ikawa ni tegemeo katika kanisa, kwa sababu tunahitaji watenda kazi bado, na mavuno ni mengi, na kazi hii peke yako huwezi ukaimaliza. Kwa kukosa amani unaweza kujikuta umehukumu watu wengi sana, na umesababisha watu wengi kutokuishi kwa sababu ya kutokosa kwako amani. Unajua kwa nini inatokea hivyo? Kwa sababu inawezekana wakati umekasirika, saa hiyo kuna kitu ambacho umetengeneza katika ufalme wa Mungu ambacho ni kizuri sana. Haleluya. Umemfurahisha nani? Umemfurahisha nani? Umemfurahisha Mungu hiyo siku. Yaani umemfurahisha Mungu kiasi kwamba Mungu anakuambia hebu sema lolote tu. Unasema mimi namchukia fulani. Hivi unazania yule fulani na yeye unakuta ndo fungu la 10 hiyo siku kaiba, sadaka ya upendo hajatoa, amechelewa ibada. Yaani Mungu akimwangalia na makosa akaribia, yani peji yote imejaa makosa. Alafu wewe siku hiyo ndo tiki. Na Mungu wetu ni mwenye haki, si ndio hivyo? Anaenda sema aende huko akaumwe malaria, wewe mwanangu wewe chukua uzima leo. Kwa unaweza kujikuta kutokana na kukosa kwako amani,
unajikuta unafanya watu wengi sana kupigwa, lakini wangeweza kulehemiwa. Bwana Yesu asifiwe. Wangeweza kulehemiwa. Alafu mwisho wa siku huyo akiumwa sana ndo utaambiwa na askofu mchangie. Kwa hiyo tena bado unaendelea kupata hasara. Bado anaendelea kukuchukulia muda. Yaani bado anakuchukulia nini? Muda. Yaani bado anaendelea kupotezea muda. Kwanza uliacha kuomba kwa ajili ya biashara yako, ukaanza kumtangazia yeye, utaki kumuona, si ndio hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Ukaacha kuiwaza ibada, ukaanza kusema Bwana Yesu, wewe ni adui kwa adui zetu, ni mtesi kwa wale watutesao. Ukashindwa kutangaza kwamba Bwana Yesu, kuna mtumishi kesho atasimama, naomba unipe sehemu ya neema alionayo. Tunaelewana vizuri? Sasa wewe utapata furaha ya muda mfupi, lakini utakosa kitu ambacho kinaishi kwa muda mrefu. Haleluya. Haleluya. Sasa mwisho wa siku ukiendelea hivyo unakuwa ni mtu wa upanga, yaani wewe unafyeka tu, unafyeka. Kumbe ungeweza kuokoa hizo roho. Kwa sababu watu hao wanahitajika katika nyumba ya Bwana. Sasa unaweza kuona jinsi tulivyo wachache. Wavumilie wale ambao unakutana nao. Mwambie mwenzio wavumilie unaokutana nao. Hao ni watenda kazi pamoja na sisi. Kuwa na amani na watu. Haleluya. Mwisho kabisa ninapenda niongelee jambo fulani hivi. Unajua katika hali ya kuwa mtakatifu unafanya kama unajitoa pembeni ya kundi. Nikisema kujitoa pembeni, kwa sababu kwamba usio unawasalimia watu au unajitenga watu, unakuwa mtu wa kujificha, hapana. Unajitoa katika fahamu. Yaani katika namna wao wanavyoenenda na kutembea. Utakatifu maana yake unatembea katika ule upekee ambao Mungu ameweka ndani yako. Kwa sababu hatufanani, hakuna anayefanana na mwingine hata mmoja. Na kusudi la Mungu kutuleta hapa tuishi kwa pamoja ni kila mmoja aoneshe upekee wake alionao. Kwa hiyo tukifanya hivyo tunakuwa kama maua mbele za Bwana. Na ndio maana anasema inatokea harufu nzuri ya manukato ambayo inapanda, ambayo ikishaenda kule inachanganywa na zile sifa ambazo wanamuimbia Mungu. Baadaye ikishaenda kule katika lile pua, Mungu anasikia harufu nzuri. Akishasikia harufu nzuri, yeye anaongea. Akishaongea, matokeo yanatokea kwako. Kwa hiyo kutokana na ile harufu, huyu anaonesha upekee wake mbele za Bwana. Huyu anaonesha upekee wake, sisi wote tunaonesha upekee, kanisa zima. Kwa hiyo Bwana anaanza kuifurahia hiyo kanisa. Anakuwa anashuka, anakuwa anaishi. Ndivyo ilivyokuwa katika ile kanisa la kwanza ambao walianzisha wale mitume 12 baada ya Yesu Kristo kuondoka. Kila mmoja alionyesha ule upekee. Ukimsoma Stefano ni tofauti. Ukimwangalia Yohana ni tofauti. Ukienda kwa nani ni tofauti. Kila mmoja alijaribu kuonesha kile ambacho Bwana ameweka ndani yake, akaweza kukitoa. Lakini katika namna ya kutoa, kwa sababu roho huaga hazigombani. Kama ukitoa katika pendo kile ambacho Bwana ameweka, ule uwezo, ninazungumzia uwezo ambao Mungu ameuweka ndani yako kuonesha katika kanisa. Na ndio maana Daudi akafikia sehemu akasema, mimi ninayo mengi ambayo ningeweza kukuomba, lakini jambo moja tu, niwe nguzo. Wapi? Yaani mimi niwe nguzo tu. Yaani tena sio nguzo nyingi, niwe nguzo hii.